Kwa majina naitwa Winfrida Patrick, ni mratibu msaidizi wa kitengo cha jinsia na maendeleo, idara ya maendeleo Jimbo Katoliki la Mbulu. Tuko Babati katika ukumbi wa White Rose. Tuna mkutano wa siku 2 na wadau ambao wanajishughulisha na masuala yanayohusiana na ushawishi na utetezi juu ya matumizi ya mbegu za asili. Mkutano wetu huu malengo yake makubwa kwanza ni kushirikishana uzoefu juu ya masuala yanayohusiana na mbegu za asili, ambapo tupo na wadau wanaotoka katika sekta ya kilimo, lakini pia tupo na wakulima ambao wao ndio wazalishaji wakuu wa mazao, lakini pia tunao watu ambao wamejikita zaidi kwenye masuala ya ushawishi na utetezi. Pamoja tumekaa ili tuweze kushirikishana mambo mbalimbali, kutengeneza pia mpango wa kushirikiana katika kujengeana uwezo, katika kufanya masuala ya ushawishi na utetezi, ili tu kuhakikisha kwamba jamii ambayo tunafanya nayo kazi inaweza kurudi katika vyanzo vya asili, kwa maana ya mazao ya asili ambayo kwa sasa tunaona yamepotea. Sasa tunajaribu kutoa hamasa na kutoa elimu kwa jamii ili tuzidi kurudi kule ambapo tumetoka, maana hali ya hewa, mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia na mahitaji mengi ya kiafya yanatusukuma kufanya hivyo. Kama sisi ni wadau wa maendeleo ambao tunatekeleza miradi ya maendeleo, kwa hiyo kadiri ambavyo tunafanya kazi na jamii, tunakutana na masuala mbalimbali ambayo kwa jamii ni kama changamoto. Hizo changamoto sasa ndo tunazitumia katika kuibua miradi ili kuweza kuhakikisha jamii sasa inajikwamua katika changamoto hizo. Na jamii nyingi ambazo tunafanya nazo kazi, wao ni wakulima, asilimia kubwa wanategemea kilimo. Kwa hiyo katika shughuli zetu pia wakulima wakajaribu kutushirikisha changamoto nyingi wanazokutana nazo katika masuala ya kilimo, na kwa jinsi gani sasa swala la uhakika wa chakula unapokuwa mdogo kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini na changamoto mbalimbali ambazo zinaikumba sekta ya kilimo. Katika kutafuta majawabu ya changamoto za sekta ya kilimo ambacho ndicho kinachotegemewa sana na jamii ambazo tunafanya nazo kazi, tukajikuta tayari sasa tumeingia kwenye masuala ya kilimo endelevu, kwa sababu kilimo endelevu kina mambo mengi: utunzaji wa mazingira, masuala ya matumizi ya kuhamasisha matumizi ya vitu vya asili, na kuacha matumizi ya kemikali, sababu pia ardhi hazina rutuba. Lakini tukiangalia upande wa uzalishaji umeshuka kutokana na uhaba wa mvua. Kwa hiyo yote ilikuwa ni katika kutafuta majawabu ya changamoto za kilimo, mpaka tukafikia masuala haya ya kilimo endelevu, kilimo hai, tukaibukia kwenye mbegu za asili. Mimi naitwa Paul Chilewa, nafanya kazi na mtandao wa kuendeleza kilimo hai Tanzania. Leo hii tulialikwa na wenzetu wa Diocese of Mbulu, kitengo cha jinsia na maendeleo cha Jimbo Katoliki Mbulu, pamoja na changamoto ambazo zipo bado kwenye mifumo yetu ya sheria na utaratibu kuzitambua hizi mbegu za asili. Zaidi wanapigia chapuo mbegu za kisasa ambazo zinazalishwa na breeders. Lakini kwa kweli niseme niipongeze serikali kwa kutengeneza mkakati wa wanaita mkakati wa kilimo hai kilimo ekolojia hai wa mwaka 2023 ambao unatekelezwa na Wizara ya Kilimo mwaka 2023 mpaka 2030, ambayo kwa kweli inakuja kuleta suluhisho la upatikanaji wa pembejeo
kilimo hai. Miongoni mwa pembejeo, mbolea kama tunavyosema mbolea hai. Ukisoma lengo la kwanza la mkakati huo linahimiza upatikanaji au ufikiwaji wa hizo pembejeo kwa wakulima wadogo wadogo. Na kwa ukweli ukiangalia inakuwa ni changamoto kubwa kwa wakulima wadogo wadogo kupata mbegu bora ambazo zitaleta tija uzalishaji, lakini itakuja kutatua tatizo la lishe. Sio kwa maana ya wingi tu, kuzaa kwa wingi, lakini mbegu ambazo zina lishe. Kwa hiyo kwa pamoja ukiusoma huo mkakati unataka uendelevu wa hizi mbegu kwa maana ya utafiti, lakini wakulima kufundishwa na kuzihifadhi, kuwa na benki zao, pamoja kuwa na benki ambayo inahifadhi mbegu Arusha, lakini kuwa na utaratibu ambao wakulima wanashiriki katika kuhifadhi mbegu, kwa sababu kwa kweli chanzo kikubwa cha hizi mbegu ni wakulima wenyewe. Ukiulizia wanapata wapi wataalamu watao breeders wanaozalisha mbegu, chanzo ni kwa hawa wakulima. Kwa hiyo kama kuna utaratibu wa kuhifadhi mbegu ambao unaanzia kwa wakulima katika jamii zao, mwisho wa siku Tanzania tutakuwa tuna uhakika wa chakula na uendelevu wa chakula, badala ya kutegemea mbegu ambazo zinatutaka. Ukinunua mbegu lazima ununue na mbolea, ukinunua na mbolea lazima ununue na viuatilifu. Na tuombe Mungu usipate magonjwa yale ambayo hayatibiki, ya figo na nini, ambayo yana gharama kubwa. Kwa hiyo ukiangalia hizi mbegu zinakuja kuleta suluhisho kubwa sana kwa jamii zetu, kwa maana ya afya, hata kupunguza gharama za uzalishaji na tija nyingine. Lakini kama kweli serikali zetu katika ngazi ya taifa mpaka ngazi ya kijiji zitatilia umuhimu na kuweka kanuni na mifumo ambayo itaziendeleza hizi mbegu na kuzifanya ziwe na ubora, kwa kweli matatizo tunaosema ya utapiamlo na matatizo mengine ya kiafya yatapungua kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo ni wapongeze watu wa DMDD, lakini wakazi wa Mbulu na Babati wakae mkao wa kula kuanzisha hizo benki, lakini kwa maana ya kuzalisha mbegu ambazo zitakuwa bora na ambazo zitachangia kwenye kupunguza matatizo ya lishe katika jamii zao, na basi huko mbele watapata kipato kwa kuziuza hizo mbegu kwa jamii. Changamoto ya kidunia na kwamba kuna athari mbalimbali ambazo zinasababisha au kuna visababishi mbalimbali. Kisababishi kimojawapo ambacho ni muhimu sana ni mabadiliko ya tabia nchi. Tunajua kwamba sasa hivi dunia imekumbwa na baa la mabadiliko ya tabia nchi, ambapo unakuta sasa athari zake ni pamoja na kuwa na ukame wa muda mrefu, ukosefu wa mvua, pamoja na uwepo wa wadudu, waharibifu wa mimea. Kwa hiyo hizo changamoto zote zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi zinachangia kwa kiasi kikubwa kupotea pia tabia zetu za binadamu. Binadamu tumechangia kwa kiasi kikubwa uharibifu wa mazingira. Tunakata miti ovyo, tunachoma misitu moto, tunalima katika maeneo ambayo yana bayoanuai ya kutosha. Kwa hiyo hizo shughuli zote za binadamu na ufugaji pia zinasababisha pia kutoweka kwa bayoanuai. Lakini pia mabadiliko ya tabia. Zamani wananchi walikuwa wanaishi kiasili. Kwa hiyo walikuwa wanalima kilimo cha asili kwa kutumia mbegu za asili na vyakula vya asili. Lakini unakuta sasa hivi tumehamia kwenye maisha ya kisasa. Kwa hiyo maisha ya kisasa yanaendana na kilimo cha kisasa, yanaendana na matumizi ya mbegu za kisasa. Kwa hiyo kutokana na hayo mabadiliko sasa yanasababisha wakulima kuanza kupoteza zile mbegu zao za asili, na mwisho wa siku hizo mbegu za asili zinatoweka. Kwa hiyo ni mchanganyiko wa visababishi mbalimbali. Kwa majina naitwa Sosi Abdalla Sosi, ni mwenyekiti wa halmashauri ya kijiji cha Kash, kata ya Kash, wilaya ya Babati vijijini, mkoa wa Manyara.
mimi ni mkulima. Natamani sana tuendelee kutunza mbegu zetu za asili. Wazazi wetu zamani wao mpaka sasa wanafikisha miaka 100 ni kwa sababu ya kula mbegu za asili. Sisi leo miaka 100 hatufiki. Hii yote ni kwa sababu tunakimbilia kilimo biashara. Lakini pia vile vile natakiwa basi na sisi tuwashirikishe vijana wetu pia na jamii zilizotuzunguka, tuzirudishe, zitambue umuhimu wa mbegu za asili. Kwa majina naitwa Jazila Rashidi. Nimetokea kijiji cha Ayamango, kata ya Galapo. Kata ya Galapo, wilaya ya Babati vijijini. Sana sana tumekuja kujifunza kuhusu mbegu za kilimo cha yani mahindi ya mbegu za asili. Mbegu za asili zina ubora. Kwa jinsi nilivyopata ya mafunzo, kwanza hata gharama yake haitumii gharama kubwa kama mbegu hizi za madukani. Hata kuliwa na wadudu hailiwi na wadudu kama vile mbegu za dukani, na zina faida pia kwenye miili yetu. Kama yale mahindi ya njano tumefundishwa yana kiinilishe. Kuna yako fulani ya brownie wanasema yanatoa sumu mwilini. Kwa mimi nimefurahi na haya mafunzo. Nitakaporudi kijijini huko, wakati tuna vikundi vyetu tutaelimishana, na mimi pia mwenyewe nimefurahia kurudia asili yetu ile ya zamani.